Sako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Karibu sana ndugu mtazamaji wa Kasako Media. Ni kwamba tuko katika kipindi cha Sport Zone. Ni kwamba Sport Zone bwana ni kipindi ambacho kinakupa matokeo na uchambuzi wa mechi mbalimbali. Na hivi tuko kwenye ligi ya watoto wadogo Championship. Na kwa sasa tuko kwenye uwanja wa zone ya 14 ambao ni Sevu Stadium, ambako kuna mechi tutakwenda kupa kwanza matokeo ya hapo jana, ambapo timu ya Buffalo ilikwenda kucheza na timu ya Regides Obito kwenye uwanja huu wa zone ya 14 na kuibuka ushindi wa bao 3-0. Pia Feba bwana walikwenda sare ya 0-0 na timu ya R1 Sports kwenye uwanja wa Elo ya 3 kule. Na hivi sasa bwana kwenye uwanja wetu wa zone ya 9 kule kunapigwa kati ya KMTTZ pamoja na Miracle. Mpaka sasa wako wako 0-0. Na AF 3 ambaye ni Young Boys pamoja na Club United wako kwenye uwanja wa Elo ya 3 pale. Mpaka sasa hivi matokeo ni 1-1. Na hapa bwana tuko kwenye uwanja wa zone ya 14 ambako kuna timu ya Makabe ya Sira pamoja na O3 Kibuti ambao O3 tayari waishapiga mtu 3-0. Na ndugu Venasi, hebu tuangalie mechi hizi za leo kwamba KMTTZ bwana mpaka sasa hivi bado wanabanwa ko. Na tumekwenda kuangalia pale, wametuambia kwamba mchezo wao bwana upo vizuri kwa sababu kwamba Miracle wamekwenda kukosa mkwaju wa penalty. Unaionaje kwa kundili watatoka kweli? Mimi niseme kwamba utakumbuka kwanza alikwenda kimazoea. Yes. Alifikiria kwamba kadri ragisi wenzetu wanaenda kuchukua pointi 3 kwa Miracle na sisi tutakwenda kuchukua pointi 3 zidi ya Miracle. Unaona hicho kitu? Na yes. Utakumbuka tu kwamba Miracle na wao walikwenda kujikosoa. Wakasema kwamba hawa watu wamekwisha kutuchukua kama vile sisi tunakuwa kama vile watoto wadogo, kumbe tujikankamua. Huku hawakwenda kujiandaa vya kutosha, na baada ya kushindwa kujiandaa ndio imekwenda kuwagharimu sasa. Hebu tunaona ana mechi yake ya mwisho na R1 Sport ambaye kuna mchezaji matatari sana ambaye anaitwa DJ Zokora ambaye alipiga jana na Feba ya sare ya kutokufungana, lakini ameonekana yupo chini ya viwango. Je, tunamuonaje DJ Zokora kwenye mechi ya na R1? Mtangazaji utakumbuka tu ya kwamba bwana Rube pamoja na RA wakikutana ni kama vile simba mbili wanakwenda kukutana. Na pale ambako wanakwenda kukutana lazima nyasi ziwezi kwenda kuwaka moto. Hivyo basi utakumbuka tu ya kwamba masimu wa jadi na kutegemea pointi kuchukua pointi kwa RA sio kazi rahisi. Maana utakumbuka kwamba mechi zao nyingi wanakwenda kucheza, wanakwenda kutoka sare na wanakwenda kufungana. Kwamba mechi ya leo anatakiwa atoke na ushindi ili kwamba aweze kukaa nafasi nzuri. Hiyo ni kweli, maana akishindwa mechi ya leo zidi ya timu ya Miracle itaonekana kwamba katika kundi ataonekana kuwa mwogo ndani ya kundi. Twende bwana, Miracle bwana wamekataa kuwa mteja kwa sababu kwamba kila timu kwenye kundi lao walisema kwamba pointi tunaichukua kwenye Miracle, lakini mpaka sasa hivi bado wanabana kabisa. Twende kwenye uwanja wa Elo ya 3 kula ambapo Young Boys wanaipiga na Club United. Mpaka sasa hivi wako 1-1. Na ni kwamba mchezo ambao wanaocheza bwana Club United bwana wanaonekana kuwa vizuri kwa sababu wao ndo wameanza kumpiga Young Boys, lakini mpaka sasa Young Boys ametoa bao lile na wakawa 1-1. Je, tunamuonaje Club United katika kundi lao? Mimi niseme kwamba utakumbuka kwamba Young Boys Rube Young Boys msimu sio mzuri. Sio wake mzuri kabisa, maana mechi ya kwanza alikwenda kupoteza, lakini pia mechi akikwenda kutoka sare itaonekana kwamba hapo mbeleni safari yake itakuwa kama inaingia ukingoni. Na ukiangalia Young Boys na Club United ni wazuri pamoja na kwamba jina ni nyembamba, lakini wachezaji wanaonesha nguvu zao ziko namna gani vile. Kumbuka kwamba kwenye kundi yao bwana alama uzo ndo mpaka sasa hivi wako na pointi 6 na mechi 2. Na ndo ambao wanaongoza mpaka sasa hivi, ndo timu pekee ambao imesha kata tiketi ya kufuzu hatua ya 16 bora. Tunaionaje alama uzo kwenye msimu huu? Kwanza tuwapongeze alama uzo kwa kuweza kupata pointi zao 6. Maana utakumbuka tu ya kwamba miongoni ya timu ambao watu walikuwa wanazibeza ilikuwa alama uzo, lakini sasa ukilinganisha na nguvu zao ambazo wanakwenda kuwekeza, maana jamaa wanasajili vizuri, wanakwenda kupata wadhamini wazuri ambao wanakwenda kuwekeza ndani ya timu, na ndio inakwenda kuwapa wachezaji wa alama uzo ile motisha ya kuweza kwenda kufanya vizuri. Maana taarifa ambazo nilikwenda kuzipokea kwamba kila mchezaji alikwenda kupokea box moja sabuni ili kwamba aweze kufua jezi. Hiyo ni kweli. So hebu bwana tuangalie ligi yetu bwana, ni ngumu mno ukilinganisha na ligi ambazo zimechezwa hapo awali, kwa sababu kwamba mpaka sasa hivi
hakuna ambaye ana pointi 6 tofauti na Ala Mauzo. Kwa ni jambo la kumpongeza Ala Mauzo. Pia bwana, tuko kwenye uwanja wa zone ya 14 ambapo Makabe ameshalambwa 3-0. Na tumeona mchezo wote bwana Venasi, ni kwamba mchezo ambao tumeuona wa Makabe na Osri, Makabe wamekuja kama vile hawatakitaki vile, kwa sababu kwamba beki ya Makabe imekwenda kufanya mistake nyingi sana ambazo goli zote 3 hizi bwana zimeonekana kwa uzembe wa mabeki. Na tumeshuhudia kweli bao la kwanza ni beki ambaye amevalia namba 3 mgongoni, alikwenda kujifunga, ambaye ni Otra, alikwenda kuingiza bao lile nyavuni kwao. Tunaonaje Makabe? Mimi niseme tu kwamba Makabe kwa siku ya leo sio wazuri ukilinganisha na mechi ambayo alikwenda kuicheza dhidi ya timu ya Baraka Musa na kwenda kuibuka na ushindi. Maana Makabe alikuja kuingia uwanjani ana matumaini ya kuja kutafuta sare aiza kuja kufunga. Ndio kitu ambacho kilikuwa kimewaleta nyumbani. Alafu baadaye mechi ya mwisho waangalie watajipanga namna gani vipi. Lakini niseme tu ya kwamba kwa upande wa mabeki sio wazuri kwa siku ya leo. Mabeki wake wote wamekwenda kupaya. Hebu licha ya kosa tunaona mchezaji ambaye anavalia namba 7 ambaye ni Maneno, ni mchezaji matatari sana, ila wanakosa sana pale mbele. Angepata mchezaji mzuri wa kumsaidia, unaonaje wangetoa hizi bao? Mimi niseme tu kwamba Maneno ni mchezaji mzuri, lakini sasa hajapata wale watu wa kumchuzia vizuri. Hebu tuangalie Osri. Osri wanaonekana kutakata, hawana mchezaji ambaye tunaweza tukasema kwamba hachezi vizuri, kwa sababu kwamba ni wachezaji ambao wanacheza na kila ambacho wameambiwa na kocha wao ndo wanakwenda kukitekeleza, kwa sababu ana mchezaji Lebon ambaye ni namba 9 bwana, ni mchezaji bonge kweli. Afu anafanya mambo mazuri. Jamani mzito, ukilinganisha jamani mzito na ana nguvu na ana mbio, na yule ndio anakwenda kuwafanya mabeki wa Asira Makabe washindwe kujikankamua. Kuna Lebo pamoja na Ngena ambaye amevalia namba 8 ndo sasa hivi ambao wameshapiga mabao, ndo wanabao wameingiza. Tunaonaje dakika hizi 45 ambazo zimesalia Makabe pamoja na Osri? Mimi naona kwamba dakika 45 ambazo zimekwenda kubaki, yawezekana Makabe akapata hata bao moja, maana naona kocha anakwenda kufanya mabadiliko takriban wachezaji wanne. Tuangalie Club United bwana. Club United unaionaje? Watatusua mbele ya wakongwe wale? Club United nafikiria kwamba bado angali mguu mmoja ndani mguu mmoja nje. Hebu tuangalie mechi za kesho. Kuna mechi za kesho hapo tarehe 26 ambazo kuna GH MB Lombe pamoja na ABN Simba kwenye uwanja wa zone ya 14 hapa kesho. Unaonaje mechi hiyo ya kesho? Mimi niseme tu kwamba mechi hiyo siwezi nikatoa utabiri, maana naona timu zote zinakwenda kujiandaa vya kutosha. GH anatafuta sare na ushindi, lakini pia ABN analazimika halakuliali aweze kufunga mechi ya kesho. Hebu tuangalie ABN kafanya uzembe kushindwa kumfunga Sedei, mpaka sasa hivi itakwenda kumgharimu kwa mechi ya kesho. Na hiyo ndio kitakwenda kumgharimu. Naamini hiyo ilikwenda kumgharimu. Hebu tuangalie ABN pamoja na Sedei bwana, nao wanaipiga kesho kwenye uwanja wa Elo ya 3. Hapo sina shaka ABN atakwenda kuibuka ushindi. Sina shaka. Hawana shaka. Karibu sana mtazamaji wa Kasako Media, ilikuwa ni Kasako Media. Kwa hiyo hatuna la ziada, tukutane kunako majali. Okay. Ni kwamba ndugu Venasi, ni kwamba dakika 45 kwenye uwanja huu zimekwenda kutamatika kati ya timu ya Otra Kibuti pamoja na Makabe. Makabe wameondoka, wamepigwa 3-0. Ni kwamba twende kwenye uwanja wa zone ya 9 pale, zone ya 9 ambako Kie amekwenda kupiga Miracle bao 2-0. Unamwonaje Kie pale? Mimi niseme tu kwamba Kie anakwenda kufanya kundi kuwa ngumu, maana utakumbuka tu ya kwamba sasa hivi amekwenda kueneza takriban pointi 4. Lakini pia R1 nao ana pointi 4. Feba yupo nyuma yao kidogo tu ukilinganisha na mambo mengine. Sasa hebu tuangalie kule zone ya Elo ya 3 pale ambapo Young Boys wamekwenda sare ya 1-1 na timu ya Club United. Ni kwamba Young Boys bwana wapo chini ya kiwango. Ni kwamba Ala Mauzo ndo wanaendelea kuibuka na ushindi kule. Hebu tuangalie hapa bwana, kocha wa Makabe amekwenda kukumbuka shuka baada ya muda. Hiyo ni kweli, naona ya kwamba mabadiliko ambayo Uraga alikwenda kuyafanya ndio yamekwenda kumsaidia, maana kipindi cha pili baada ya yeye kufanya mabadiliko amekwenda kuonekana kutakata zaidi ukilinganisha na kipindi cha kwanza ambapo alikwenda kuchezea nafasi nyingi sana. Kwa ni kwamba kipindi cha kwanza angekwenda kuanzisha na kikosi ambacho amekwenda kumalizia nacho, angekuwa nafasi nzuri, kwa sababu kipindi cha kwanza ndo amepigwa bao 3-0. Lakini baada ya kufanya mabadiliko ya wachezaji kadha wa kadha, imekwenda kuipa timu yake ya Makabe nafasi nzuri. Kosa zilikuwa nyingi kwenye upande wa Makabe ndugu Venasi.
baada ya sabu ya kocha. Unajua kocha afanye nini kwenye mechi ijayo ili kwamba aweze kupata matokeo mazuri? Mimi niseme kwamba pamoja na kwamba Makabe amekwenda kufungwa, lakini bado yuko vizuri kwenye kundi, na mechi yake ya mwisho atakwenda kucheza dhidi ya timu ya D1. Sasa kama mfumo ambao alikwenda kutumia kwa siku ya leo ndio atakwenda kutumia kwenye mechi ya D1, basi naamini ya kwamba itakwenda kumgharimu. Hebu ngoja tuongeze kidogo mechi za kesho kati ya Sedei pamoja na Abek Roabe. Ni mechi ambayo itakuwa ni mechi tata kabisa, kwa sababu wale ni majirani, licha kwamba hawajiiti kwamba wao ni dabi, lakini itakuwa ni mechi ambayo ya kufurahisha sana. Kumbuka kwamba Kasako raundi 4 ni kwamba walicheza, lakini Abek Roabe alikwenda kumnyuka bao 2-0. Hebu tumwangalie mechi ya kesho, itakuwaje kwa Abek Roabe? Atakwenda kuongeza kichapo au atakwenda kupunguza? Mimi naamini kwamba sina wasiwasi, naamini kwamba Abek Roabe wako vizuri na anakwenda kuwapatia 60% ya kuweza kwenda kufanya vizuri kwenye kundi lao. Hebu tuangalie kundi la GH Bilombe, kwa sababu wao ndo wanakwenda kumalizia. GH Bilombe bwana wanamenyana kesho na Abe Simba. Na Abe Simba bwana amesema wala kuliali lazima wamwangushe GH Bilombe. Lakini kwamba hebu tumuone Bilombe ataweza kumudu zile chete za Abe. Mimi naamini ya kwamba kama kuna timu ambayo inakwenda kumsumbua GH Bilombe hapa kambini, Abe Simba na wao wamo ndani. Lakini pia utakumbuka pia kwamba mechi hiyo ni ya muhimu katika timu zote mbili. Maana atakaye kwenda kupoteza mechi ya kesho kati ya GH na Abe Simba na ndio atakwenda kuhakikisha kwamba anakwenda kubaki kwa. Asante bwana, ni kwamba ulikuwa nasi bwana, hatuna la ziada. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.